I am truly committed to improving the welfare of our officers in the prisons department. And I came here to again repeat this, that our president is very committed to this. And he has firmly instructed us to make good use of the resources that we have, resources we have been given from the exchequer, and the resources within our budget to address the welfare of our officers. You have seen what has happened in our country since 2013, when Jubilee came to power, in terms of addressing the welfare of our officers. Wawe wa polisi, wawe kwa prisons, na wale wengine. And our president remains very committed to changing the lives and the conditions of work for our officers across the country. Hizi vitu tunafanya hivi zote ni kwa sababu Mheshimiwa Rais anasisitiza kwamba we have to do the right thing and help improve the welfare of our police officers, now our prison officers, tuwasaidie wote. Number two, the fact that we have completed these houses and we have resolved the dispute that we had within a month and we have put officers here is evidence of one thing. That CC, sometimes public officers, we are the ones, we in leadership, who make life unnecessarily difficult, even for our officers. And I want to ask you all, my colleagues, senior officers who are here from the Ministry of Interior, let us be honest and sincere public servants and serve our country. Ukipea contract kama hii, tunamaliza. Sasa alafu tunaanza mzunguko. Ni sijui nani alikuwa andike what makaratasi gani, who was supposed to release what, who is supposed to do what handover. Mambo mengine ukifuatilia, to be honest with you, na nikiongea mbele yenu wananchi, ninaongea mbele ya Mwenyezi Mungu. Mengine unakuja kugundua ni ukora mwingine hapo wa kickbacks, sijui nani akupewa pesa na nani akulipa na nani, alafu sasa mnaanza kujifanya, tunaanza mzunguko, we delay a project for 11 years. And those 11 years, there are police officers who are living in squalor. There are prison officers who are living in trouble. We have so many projects across the country. Now, since the Ministry of Interior, we are the ones who are most affected. I was in Karatina the other day at the police station. Building that has stalled for a long time, kitu kidogo imalizike. A lot of our officers are living in very deplorable conditions. Na ni kitu kidogo tu imebakisha tumalize. Even if we were to put a little money from the exchequer every financial year, we will complete this project and we will have our officers live in conditions of comfort. Lakini tafadhali ninawaomba. Kwa hii ninawaomba tafadhali viongozi, especially my colleagues, the senior officers, wote, the Ministry of Interior, all our departments. Safari hii, let us be honest people. Tufanye tu mambo ya ukweli. Na Mungu anatuona hizi vitu tunafanya hapa, tunafanya mzunguko, tunapewa kazi kufanya, alafu tunaanza kuongea na macontractors sijui nini. Every time you asking people, mtu anatupea excuses. Sijui nani alikuwa andike report gani, sijui nini. Kwani nakuchukua miaka 11 kuandika report? Honestly. Tumekuwa watu wa aina gani sasa sisi? Tunaharibu nchi yetu sisi wenyewe. Na hii ni pesa tumeweka hapa ya umma. Ukienda kila mahali na tumekubaliana hizi PS na Commissioner General. In the next 6 months, there will be no buildings, accommodation areas stalled for prisons. In the next 6 months, tutazimaliza zote. From here, yes. From here, PS, you are not going with me to Nairobi. Hakuna kazi Nairobi. Kazi Nairobi ni makaratasi. Wewe chukua gari ya serikali, nalipa na serikali, elekea Eldoret. Ukae huko usukume wale jamaa tumalize hizo nyumba za Eldoret. Ukitoka Eldoret enda Kodiaga Kisumu. I will apologize for you in all meetings. I will even tell Mr. Kinyo. Wewe enda angia gari enda Eldoret, ukae huko utoke hapo enda Kodiaga tumalize hizo nyumba kabisa. Because it's so clear. We are just wasting time. Our officers who are working for us and so on. Sasa tunakaa tukiambiana story. Hii ilikuwa ikaja ikakuwa namna hii, ikakuwa hivi. Sijui nani aliandika ripoti, nani alisahau kitu gani. In the meantime, these officers are living in very difficult conditions. Number 3, I want to ask you, my colleagues, all of you, senior officers in the Ministry of Interior, sisi wote kwa security. Kazi yetu ni kutumikia wananchi, is to serve these people. That is why we are paid. That is why the president has given us the responsibility. Tuachane hii maneno ya uzunguzungu Kiswahili yetu tunaenda kukaa maofisi sijui nini. We don't even know how our own people live. I would like you to go to these prisons. Kila mtu
mahali tukipata nafasi PS, ambia your directors wote in the ministry waende kwa prisons, go to the prisons and know what is going on there. How are our officers living and what is going on there? Tumekuja kugundua eti we have people, senior officers kwa ministry, kazi yetu ni suti na desk, suti na desk. Eti tunazunguka hapo huku tunaangalia impressed, youth allowance nini. Hapana, hiyo sio kazi. Impressed is not work. Tafadhali tufanye kazi. Impressed is not why tunatafuta impressed juu nini huko. Mikutano mingine which we are attending have no value in the lives of these people. You can't stay in a seminar unakuwa trained every time. Now you are going to be trained for all your life. In training forever. I mean, you can't have a lifetime of training. It is tunaenda Mombasa, alafu tuzunguke tuende Naivasha, alafu tutoke hapo tuende sijui wapi. Seminar, workshop. Hii mambo ya prisons pia sasa mimi sitaki mambo hii ya seminar. Tuachane na hii maneno. Our job is straightforward, to look care of these correctional institutions. Sasa seminar ndana ni ya nini? Si tufanye hii kazi hii, tusaidia maofisa, we sort out their houses and we finish this thing. Na Commissioner General, let me say here open ya watu wakisikia. You know, wewe na PS mnajua, we are allocated money this financial year ambao tumeanza leo. Tumepewa pesa ya hii nyumba. 12 months from now, tukuje kufungua hizi nyumba. Hapa. Which means wewe unakuja hapa, sio unajua, sio uko na hali ya serikali. You come here over the weekend, unaona ni kitu gani kinafanyika. Kama kuna shida, unatuambia, mimi naenda kwa my colleagues in cabinet. Kama ni yule wa transport na infrastructure, I go there and sit down with my colleague, we resolve problems. Kama ni wa treasury, I go and talk to my brothers in cabinet. We resolve problems. Leadership that does not solve problems is nothing. Hakuna. Ni mzunguko tu tunabeba madaraka bure. Na watu, because we will be charged not by the amount of words we speak, but by the lives we touch and the changes that we bring in the people's lives. Watu tunafanya kazi nao. Sasa tufanye kazi pamoja. God has blessed us with a wonderful country and wonderful people. And we have the resources we need. We are one of the very few countries in Sub-Saharan Africa that can talk about resources. We have a budget, tunapata pesa ikicheka, tunasema tunajenga nyumba 48 here, 1 bedroom unit for our police officers. Na pesa iko hapo kwa budget. Tusianze tena story nyingine eti sasa mtu anakuja anapewa kazi, tunakorogana naye kidogo, anapotea, anapo anarudi anasema sasa tufali contract, ili tuongeze pesa ile tunaenda kulipana usiku. Tuwache hii maneno. Tukubaliane tunaanza kazi leo na tutamaliza hii kazi project. Where is that fellow, the architect and the other project fellows who are here? Listen my friend, no variation. Tumezikubaliana. Projects we do sisi hatutaki hiyo Kiswahili mupeleke kwingine. Mambo eti tunafahari sijui nini tuongeze pesa 12 months from now. Sisi wenyewe tufungue hizo nyumba. Kwanza hii mambo hii mzunguko hii tunazunguka. Na hata mimi mwenyewe even the CAS here bwana Ntutu tumekubaliana. We will not just be sticking in Nairobi. We will come. Hata mimi mwenyewe nitakuja kuona hii nyumba ukiendelea kujenga. I will sneak once in a while naingia hapo kuona. Kila saa mnataka kujifanya hapa hivi mnataka kufari nini. Tuwachane na nyinyi mpotee ama tuwashike tuwapeleke kotini. Tuache hii maneno because you see we are messing up our country wenyewe. Lakini anyway, I'm grateful tumemaliza hizi. Congratulations Commissioner General, our officers, we care for you. Let us now do the work we have to do. And we will move forward. Tutatafuta pesa kwa budget kidogo to address this issue that has been raised here by the governor. And Governor, I'm very grateful. I know that you gave us mattresses here. I know you have given us food before. I am sincerely grateful that you're working with us. Ujasema it's mambo ya prisons in your national government. That's why, for me, you are my favorite governor in terms of collaboration. Wewe utusumbui na mambo mingi, tunakaa chini, tunakubaliana, and we get work done because there are no citizens who belong to the county and citizens who belong to the national government. Hii ujinga saa ingine ndio inapoteza sisi. Watu wanaleta mambo mengine hata hatuelewi. Eti ni county na huyu. There are Kenyans who are owned by the county and others who are owned by the national government. They are all our people. Tunawasaidia alafu tunaendelea na that's how God wants us to live. Honest, straightforward lives, tufanye kazi na saidia watu wetu. So we will now discuss with my colleagues, the PS and the Commissioner General. We see whether we can get a budget. I am keen that we try to address this issue that the governor raised here about children who are living together with their mothers. And countrywide,
I'm going to ask my colleague, the PS, to sit with the PS in the Ministry of Education. We relook at our early childhood education and development policy, so that these prisons to contribute towards helping raise our children who happen to be with their parents, serving out a term here. So that I agree with the governor. The kids don't have to suffer or pay a price because the parents are serving prison sentences. Ninawashukuru nyinyi wote. And now we go forward. From here, Commissioner General and PS, you know the instructions we have been given by the President about how the prisons department will contribute to the Big Four. Sisi tujenge nyumba, we have expertise within, we use the resources we have plenty of resources. Tuna shamba hapa, 600 and something acres, all around the country. Shamba ingine tuko na Eldoret, I don't know whether Kenyans know. Tuko na shamba ingine hapo Eldoret, 4,000 acres ya prisons. Na huko kwingine. Na ingine hata imeibiwa hapa. Watu wengine sasa wanaanza kujifanya wanaiba shamba ya prisons. Hata hiyo yote tutachukua shamba yetu ya prisons. We do the work that we are supposed to do for the people of Kenya. Tusifanye ile ukora ya zamani. Sisi sasa tukiwa na madaraka, kazi yetu ni kuiba hiyo. Kama mimi nikiwa minister namwambia commissioner hapa, unikatie kashamba kadogo hapo ile kwa Nakuru prisons niende kujenga nyumba. Mimi nasema hapa hadharani, sitaki shamba ya mtu yeyote. Hata ya prisons sitaki. Mimi mtu asikwambie ukatie mwingine, hakuna kukata kitu kingine yoyote. Hii yote ni ya serikali, ni ya umma. Sasa tujenge manyumba ya kusaidia officers na ku advance prison mbele. Basi tushirikiane, tuombeane wananchi and prison officers. Let's do what we must do to ensure that we help our people, our brothers and sisters who fall on difficult times and they have to come here and serve some time in prison. Let us help them rehabilitate and become part of society as we go forward. Hiyo ndio kazi tumepewa, tuifanye na tuifanye kwa furaha, and we do it honestly. Mheshimiwa Ngujiri, asante sana. I have heard about the building that is incomplete in your constituency, and since it is here, we are going there now. Tukitoka hapa, tutapita hapo, nione hiyo mimi mwenyewe, so that mtu asinidanganye. Alafu kutoka hapo, tuone vile tutaimaliza, because hiyo ndio kazi tumepewa. Sawa? Sio eti niingia hapa mahoteli kutafuta maandazi na kazi iko. Asante sana.